Sio niongeze na sauti sikike mpaka kule hizi. Baada ya uchaguzi mkuu, kwanza kabisa tumehimizwa mshikamano na umoja. Tumehimizwa sana na tumehimizwa sana 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 kuvunja makundi. Lakini naweza kusema kwa bahati mbaya sana umoja haupo wa kutosha na makundi bado yapo. Ni mbaya sana na sio afya kwa chama chetu. Haya makundi yakielekezwa yatatuparaganyika, chama kitapasuka vipande vipande. Haya majeraha ya uchaguzi, majeraha ya kura za maoni, majeraha ya majina kukatwa, yasipoondoka tutapasuka vipande. Ndio ofisi ya hadhi ya kujishikiza. Kila jumuiya iwe na ofisi yake, mwenyekiti ana ofisi yake, katibu na kaukumbi. Kwa kipindi mnaandaa ofisi kubwa. Tumekuja kutoa pole, tukajua tukitoa pole kupitia halmashauri kuu ya wilaya tutakuwa tumetoa pole kwa wilaya nzima. Unanielewa? Mwenyekiti wetu wa wilaya amezungumza kwa ufupi, nisingependa nirudie. Nikisema tumekuja kutoa pole, mnajua tumekuja kutoa pole ya kitu gani? Kuna mtu hajui kwamba mwenyekiti fafanua, mimi sijui nimekuja kutoa pole ya nini? Wote tunajua. Kwa hiyo kupitia halmashauri kuu hii ya wilaya, pole yetu ya mkoa itakayotolewa na mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya chama chetu, kwa maana ya salamu za pole, ni matumaini yetu kama mkoa zitafika mpaka ngazi ya chini. Sawa ndugu zangu? Mbona najibu mwenezi tu peke yake wa wilaya? Sawa? Unajua, ukiwa mtu wa nyumbani Mufindi, alafu Mwenyezi Mungu kakujalia umepata mwenyekiti wa mkoa, alafu unazungumza na wenzako, unaona wamekununia kidogo, unapata nini? Mashaka. Lakini nafurahi kujulisha kwamba mimi mwenyekiti wa wilaya na kamati yangu ya siasa tumetekeleza ratiba ndefu. Tumezunguka kurudisha ari ya utendaji kazi wa viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi kwenye jimbo la Mafinga mjini. Tumemaliza kata zote, tumefanya halmashauri kuu, tumekutana na viongozi, tumeshauriana, tumepokea ushauri kutoka kwao, na sasa tunaendelea kusonga mbele na tunaendelea kufanya mikutano kwenye halmashauri kuu kwenye jimbo la Mufindi Kaskazini na jimbo la Mufindi Kusini. Ongeze mjumbe wa kamati kuu kwa kuamua kufanya ziara rasmi katika wilaya yetu, na tayari mwenyekiti wa CCM wilaya kwa niaba yetu wote ameshasema na amekwisha kumkaribisha. Na mimi pia naendelea kutumia nafasi hii kumpongeza kwa kuchaguliwa na kuaminiwa. Nafasi hii ziko chache nchi nzima, ziko 7, si ndio? Ziko 10. Ziko 10. Yaani wajumbe wa kamati kuu wanachaguliwa 10 kutoka Zanzibar na 10 kutoka kwetu. Sawa jamani? 5 sasa hivi. Mnaweza mkaona jinsi ambavyo Iringa tulivyobahatika. Si kila mkoa unapata mjumbe wa kamati. Sio kila eneo linapata mjumbe wa kamati. Sisi tumepata. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kumpongeza yeye na kujipongeza sisi tuliopiga kura mpaka wakaaminiwa. Sisi tunapiga kampeni hii jamani, kama wakubwa wa muamini kiasi hicho, hivi mwakani kuna mtu anamshaka naye. Siku nyingine tawashangaa.
ni mjumbe wa kamati kuu kwenye uchaguzi, amepewa jukumu la kulea kanda nzima kuanzia Iringa mpaka Mbeya, analea mchezo. Kwa hiyo tunapongeza sana mjumbe wa kamati kuu. Lakini pili ni kupongeza mwenyekiti wa CCM wa mkoa kwa kazi kubwa na nzuri uliyoifanya. Kama madiwani hawa wangepata nafasi leo ya kusema neno moja juu yake, na sisi wagombea ndio wengi hapa, tunaweza kurushia mawe mengi sana, lakini sina hakika kama yuko mgombea yetu wa rushwa hivi inayompitisha. Yupo madiwani wenzangu, jamani, tuko na mwaka jana, yupo. Unaweza ukamsema mengi mzee Asili, ila kwenye kutenda na kuamini kwenye haki utasema hapana, mwachie baba yetu. Wewe CC na katibu na kamati ya siasa, Mungu awabariki sana kwa kusimamia mchakato vizuri, umeenda mpaka mwisho, na mimi nilikuwa mmoja wao ambao tumeweza kupenya pamoja na madiwani wenzangu ambao wako hapa na wenyeviti wa halmashauri. La pili,